Hivi ni kweli katiba inaruhusu wananchi kuuawa kwa sababu wanakuwa wamemtupia mawe askari? Na kwanza inabidi tujihoji, mpaka watu wanamtupia polisi mawe, kwa nini wamtupie? Bila shaka mimi nahisi wabunge wanaokuwa natoa hoja kama hizi ni hoja dhaifu sana, kwa sababu lazima kwanza uelewe mpaka watu wamerusha mawe, nini kilichochangia mpaka watu kuwarushia mawe? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba, polisi ni watumishi wa wananchi, wapo kwa ajili ya kulinda raia pamoja na mali zao. Lakini ukiona mpaka sasa hivi kuna uadui kati ya polisi na raia, bila shaka hapo katikati kuna kitu ambacho ndicho huwa wanakiluka wabunge wengi na wengi mnaojiita viongozi. Mnakuwa mnajidai mnatoa hoja za kisomi, lakini kumbe mnaongea pumba tu kichwani. Kuna watu walitekwa hapo katikati, kuna makanisa yalifungiwa kwa sababu ya kukemea utekaji, mchungaji wengine watoto wao waliuawa, kina Mbalikoma Kipesile. Mimi mwenyewe nilinusurika kutekwa. Unajua, nasikia hoja kama hizi. Biblia inasema, enyi wazazi msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Hivyo hebu zisikilize hizo hoja za huyo mbunge, uone ndo wasomi wa watu nawaita. Katiba imefanya kazi yake. Ukitoka nje hapo ukimrembea jiwe askari polisi, mrembea jiwe uone. General order yake inamwambia attack first. Katiba imetekelezwa, kila mmoja akafanya kazi yake. Sasa ya nini madukuduku haya? Ya nini tunataka kurudi kwenye chokochoko? Tushahil the nation. Kwenye taasisi za dini wote tunaponya taifa letu. Hakuna kumlaumu. Katiba imefanya kazi yake. Ukitoka nje hapo ukimrembea jiwe askari polisi, mrembea jiwe uone. General order yake inamwambia attack first.